Kiongozi mwandamizi wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Salah al-Bardawil, ameuawa pamoja na mke wake kufuatia shambulio la anga la Israel lililolenga hema lao katika eneo la Al-Mawasi, magharibi mwa Khan Younis, kwa mujibu wa Quds News Network. Kundi la Hamas limetoa tamko rasmi likithibitisha kifo cha al-Bardawil na kulitaja shambulio hilo kama operesheni ya usaliti ya kigaidi ya Kizayuni. Alikuwa taa ya kazi za kisiasa, vyombo vya habari na utaifa, mfano wa uaminifu, uthabiti na kujitolea. Hakuwahi kusita kutekeleza jukumu, kuchukua msimamo na kuitumikia sababu ya Palestina, imesema taarifa ya Hamas. Taarifa hiyo pia ilishutumu Israel kwa kufanya mauaji ya kinyama dhidi ya watu wa Gaza na kutaja kuwa kwake kama sehemu ya msururu wa mashambulizi makali. Al-Bardawil alizaliwa Agosti 24 mwaka 1959 katika kambi ya wakimbizi ya Khan Younis, Gaza. Alisomea Kiarabu na fasihi nchini Misri na kupata shahada ya uzamivu, yani PhD, katika fasihi ya Kipalestina mwaka 2001. Alifundisha katika shule za serikali na chuo kikuu cha Kiislamu na pia alihudumu kama mhariri mkuu wa gazeti la Al-Risala kuanzia mwaka 1997 hadi 2001. Alijiunga na Hamas mwishoni mwa mwaka 1987 wakati kundi hilo lilipoanzishwa, na alikamatwa na vikosi vya Israel mwaka 1993 akishikiliwa kwa zaidi ya siku 70 katika magereza ya Gaza na Ashkelon. Al-Bardawil alichaguliwa kuwa mbunge katika baraza la sheria la Palestina kupitia muungano wa Hamas wa Change and Reform mwaka 2006 na baadaye akawa msemaji wa kundi hilo. Mwaka 2021 alichaguliwa kuwa mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Hamas. Al-Bardawil ameacha watoto 8, wavulana 3 na wasichana 5.